akakaa nyuma na akaanza kufanya kama vile maandiko imesema. Mnajua hii kisa ya kwamba huyu mwanamke alikuwa analia na machozi yake anaimwaga katika ama kwa miguu ya Yesu, na anachukua nywele yake anapangusa Yesu, na kumaliza hiyo akachukua mafuta yake akafunja chupa yake akamumwagia Yesu. Dunia ama wale watu walielewa huyu mwanamke hakuwa akaribishwe pahali popote kwa sababu ya tabia zake za dhambi, lakini ndani yake Mungu alikuwa anaona mwenye atatayarisha maziko ya Yesu. That's why nimekuambia kuna vile sisi tunaweza kukuona, lakini Mungu akakuhifadhi ukue hai ili ukuje ufanye jambo kwake ama ufanye kazi katika nyumba yake. Hii historia ni historia inasomwa sana. Na Yesu anaambia Simeoni, wewe hata hukunipa maji nioge, haukunipa kama mafuta, hakuna kitu ulinifanyia, ni kukaa tu kwa meza tuanze kukula. Lakini huyu mwanamke amefanya haya yote. Wakati watu walikuwa wanaangalia huyu mtu, wanaangalia huyu mwanamke, walikuwa wanaona hafai. Either ni kwa kijiji chao, either ni wapi, walikuwa wanaona hafai kwa sababu ya dhambi. Lakini Yesu ndiye hubadilisha mambo. Yesu ndiye hubadilisha hali. Nimewahi sema hapa mara nyingine ya kwamba haya mafuta katika nchi ya Israeli sio mafuta hata saa hii ni ya pesa rahisi, ni very very expensive. Mafuta ya 50,000 ni kachupa kadogo sana ya hii mafuta, kwa sababu iko na saa hii kuna ujuzi sana ya ukulima, kuna greenhouse na water field. Lakini wakati huo hii mafuta, maua yenye ilikuwa inatoa hii mafuta ilikuwa inatoka tu kwa maua na ilikuwa kwa desert. Kwa hivyo mtu alikuwa anang'ang'ana sana kujaza ile chupa, na mostly ilikuwa sana sana inajazwa na ladies. Na wakati mtu anajaza hii chupa ulikuwa unaifunga, kwa sababu ndio ulikuwa unawekea mume mwenye atakuoa ndio utamfunjia hiyo chupa. Kwa hivyo ni mafuta ambayo ilikuwa na umuhimu sana. Kwa hivyo hata huyu mwanamke akiwa hivyo na akiwa maraya alikuwa anajua siku moja ataoleka. Tunajua historia ya ladies kuhusu nywele. Nywele kwa wanawake huwezi chezea. Lakini hiyo nywele ya wale watu, unajua nywele ya wasungu, nywele ya Wahindi, nywele ya hawa wengine, ni nywele ambayo inakuanga mrefu sana ikiachiliwa. Na huyu mwanamke anatumia towel yake, si eti towel ya nguo, anatumia kupitia nywele yake. Kwa hivyo ninasema nini? Kuna vile huyu mwanamke alikuwa anajulikana kwa tabia mbaya, lakini Yesu hakuona hizo tabia. Simoni anasema ati kama angekuwa nabii, ni nini ungemwambia Yesu? Na alikuwa anajua yote. Alikuwa anajua huyu mwanamke na anajua mwishowe atabadilika. Mwishowe Yesu alisema hii historia hakuna siku itasahaulika. And that's why iliandikwa kwa Bible na itakuwa ikitanjwa dunia yote, siku zote dunia itaishi. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanakuona aje? Watu wananiona aje? Tunaweza kukuona tukudharau, lakini Mungu hakudharau. Tunaweza kukuona tuone huwezi pata hii. Tunaweza kukuangalia tukujaji. Hata siku moja tuseme hauwezi fika mahali fulani, lakini Mungu anajua utafika. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiwa kitabu cha Luka 22, tuone historia ikine ya another reading. Tuone kama 22 hivi. Sijui ni John ama, lakini wacha nianze tuanzie turudi. Wacha kwanza turuke hiyo tuende John ndio turudi kwa Luka. Kitabu cha Yohana ndio ziperekane. Yohana 8. Yohana 8. John 3, John 8. Yohana 8
mstari wa 3 na 4, maandiko inasema waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Verse 9. Turuke verse 9. Nao waliposikia wakastakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu, ila yule mwanamke akamwambia, mwanamke, wako wapi wale wasitaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Still tunaona kuhusu mwanamke, na nimeruka kwa sababu hii ni historia mnajua. Hii historia ya mwanamke alipatikana akizini na alikuwa na mwanaume, lakini watu hawakushika mwanaume, walikamata mwanamke, na walikuwa kulingana na sheria ya Musa walikuwa wampige mawe akufe. I don't know why ni wanawake walikuwa wanapigwa mawe, si kuona ni wanaume. Mostly wanaume walikuwa wanapigwa wakati wamefanya jambo lingine kama wizi. Kwa hivyo huyu mwanamke akapelekwa kwa Yesu, na wanataka Yesu amhukumu ama aone, ni kwa sababu Yesu alikuwa amesema haja kuja kuondoa sheria za Musa, lakini amekuja kusiweka nguvu. Kwa hivyo ilikuwa ni kumjaribu, waone ni kama hizi sheria ni kama Yesu anakataa ama anakubali. Kwa hivyo wakamletea huyu mwanamke. Watu walikuwa wamedharau huyu mwanamke, walikuwa wameshika, hata mwanamke alikuwa kwingine wanasema alikuwa ameshika nguo yake. Lakini Yesu wakati alimuona, Yesu hakuongea mengi. Alisema ya kwamba mwenye hajawahi tenda dhambi amuguze. Kwa hivyo hawa watu walikuwa wanajua ndani mwao wao ndio walikuwa wanafanya hizi dhambi, kwa sababu Yesu hakuwa na akimaanisha dhambi zingine, kwa sababu kuna ile dhambi walikuja kumustaki naye. Na ndio Yesu akawaambia kama mtu hajawahi tenda dhambi aguze, akuwe wa kwanza kugusa huyu mwanamke. Na wote, kwa sababu hakukuwa hata moja hakuwahi ametenda dhambi, ndio walienda. My point ni kusema aje, hawa watu walikuwa wameonea mwanamke na wamemuleta. Wanaona mwanamke hana hafai. Wanaona huyu mwanamke ni wa kusini tu. Wanaona huyu mwanamke hafai. Lakini Yesu ndani mwake aliona my daughter, aliona msichana wake, aliona mtu anaweza fanya makuu, aliona mtu anaweza songa mbele. Ninasema nini? Vile watu wanakuona ni tofauti sana na Mungu. Sisi tunaweza kukuona tukuhukumu kulingana na matendo yako, tukuhukumu kulingana na mambo vile yako, lakini Yesu mwana wa Mungu sio vile anaweza kukuhukumu. Anaweza jua unafanya hii jambo, lakini unaweza fanya kwa Mungu jambo nzuri. And that's why sisi tumeokolewa. Yesu alikuja kwa ajili ya wale watu wabaya. Kuna watu walikuja kucheza hapa one day, tulitokaga service na mama tulikuwa tumemwaga pale. Mchungaji akasema pale kumejengwa kibanda ikae hapo. Na wakati tunamaliza tuende, mtu mmoja wale watu wakakuja wakaanza kusomba hiyo mawe kwa mkokoteni. Na mimi na musemi tukasimama. Na nikawaambia mnadharau kanisa. Kama ni msikiti hamuwezi fanya hivi. Na sikuwaambia kwa upole, hivyo ninaongea. Nilikuwa mtu mkali sana. Na nikawaambia nitawatandika na hakuna mahali watanipeleka. Naye musemi akaigiria, akanisupport tuwachape.
Na nikawaambia msiwahi dharau kanisa, ni kwa sababu nyinyi hamujaokolewa. Nyinyi still ni wazuri. Sisi tuliokolewa kwa sababu tulikuwa wabaya kuliko nyinyi. Bwana Yesu apewe sifa. Mchungaji ndiye aliingilia akasimamisha hiyo vita. Nikawaambia hapa hakuna mawe itaguzwa. Hamwezi tengeneza chaos na mawe ya kanisa. Ati kwa sababu kanisa haiongeagi. Sisi ndio tulikuwa wabaya kuliko nyinyi. Nyinyi bado mkifika kama sisi mtaokolewa. Kwanza nyinyi ni wazuri, ndio niliwaambia. Kwa hivyo usiwahi dharau na usiwahi cheza. Watu ambao wameokolewa ni Mungu aliwatoa mahali walikuwa na akaona wanaweza fanya kitu. Usiwahi dharau watu wa Mungu. Na ninasema nini? Huyu mwanamke, wanaume wote walikusanyika wakampeleka kwa Yesu ili ahukumiwe kifo. Lakini ninataka kukuambia hakuna mahali Yesu alisimama kukatokea kifo. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mahali Yesu alienda masisi kaburi kachukua mwili. Alisimamiza zote. Hata kama mlikuwa mmebeba jeneza, Yesu akifika lazima mtu atafufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu ni Mungu. Hata kama alisaliwa na mwili, akapewa jina la Yesu, kumbuka alikuwa ni Kristo. And that's why ninasema ya kwamba watu hata kama wanaona kwenu hamuwezi faulu, hata kama watu wanaona wewe huwezi faulu, hata kama watu wanakuja kwako wanaona haufai kukaa hivi, ninataka kukuambia kaa kwa Mungu. Ni kwa sababu Mungu ndiye hubadilika. Tulikuwa tunashare na my sister mwenye ametoa ushuhuda. Na nikamwambia kwao wako na potential lakini shetani hufunga watu. Na nikamwambia Mungu atashuka. Na saa hii nasikia ushuhuda. Because me I believe prayers. Kwa sababu maombi ni kitu muhimu sana. Na kama kuna kitu kimepigwa na shetani ni maombi. Kwa sababu shetani anajua maombi unaongea na Mungu. Hauongei na mtu mwingine. Unaongea na Mungu. Saa hii hakuna mtu anaenda State House kuongea na president wetu Ruto. Hata kama alikuwa anaongea one term, akitoka hiyo State House anaongea mambo ya two term. Kwa sababu gani? Umekutana na mfalme. Lazima historia ibadilike ukipatikana na mfalme. Hata saa hii wewe ukienda, utatuambia State House vile kuko kuzuri, hata kama wewe ni wa one term, utarudi na two term. Na ni kumuona tu na macho hata bila kukupea kitu. Kwa sababu mfalme ako na utukufu wake. Watu wengine hata hawapei pesa pale, ni utukufu. Then hebu fikiria wewe ukikuja maombi unaongea na Mungu. Na Mungu anaangalia genuineness ya ile maombi yako. That's why unapataka kanisa maombi ndio shetani anapiga sana. Kwa sababu anajua katika maombi kuna mambo yanaenda kutendeka. Ukijua siri ya maombi, ukijua maombi, hakuna kitu shetani anaogopa kama maombi na mwenye anaomba. Kwa sababu anajua ukitoka kwa mfalme ambaye ni mfalme wa wafalme, historia yako itabadilika. Mastaka yote, imagine hawa wanaume walikuwa wamepeleka mwanamke kumustaki. Wewe unafikiria shetani anastaki wewe mara ngapi kwa siku? Lakini the moment unaomba, umesimama mbele za Mungu, mumeongea na yeye, na ukirudi umesamehewa. Musa alienda kakutana na Mungu kwa mlima. Mungu akaambia Musa tupatane kwa mlima na hizo mbao. Kwa sababu Musa alikuwa amefunja yale ile 10 commandment. Akaambiwa rudi kwa mlima. Na wakati alienda pale, alirudi wakati alienda kumiti Mungu, alirudi uso wake ni kama uko na torch. Alikuwa anang'aa. Alikuwa uso wake hata watu wakimuona wanainama kwa sababu amekutana na Mungu. Shetani anajua ukikutana na Mungu maisha yako imebadilika. Shetani anajua ukiingia katika maombi umesimama mbele za Mungu na maisha yako imebadilika. Musa alikaa hivyo mpaka watu wakamwambia funga kitambaa, unatuchoma. Wakati unaingilia maombi, Mungu anabadilisha historia yako. That's why huyu mwanamke, ingawa watu walikuwa wameona hafai, anafaa kukufa, yani wamemhukumia ili afe, lakini Mungu yeye mwenyewe anaona huyu ni wa kuishi. From there hatujui historia yake,
lakini hakuna jambo Yesu alisema likakosa kufanya kazi. Huyu mwanamke hakutenda dhambi tena, aliendelea kumtukuza Mungu. Aliandikwa kwa mambo ya aibu, lakini Yesu alimuondolea aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo, ni mambo gani yako kwa familia yenu, ni mambo gani yako kwako ambayo unaona hata inakuletea aibu? Mungu ni mwaminifu, anaenda kubadilisha historia yako. Tuone kitabu cha Luka. Yes. Luka mtakatifu 22. Si historia zote mnazielewa. That's why sitaki kusoma maandiko yote, na ninataka kubakisha time nzuri ya second service. Mimi hupenda second service yaanzie mapema, ndio tuabudu Mungu vizuri, tujiachilie kwa Mungu. Saa zingine naonaga sifa tukipeleka only 10 or 7 minutes, sikuwagi nimeridhika sana. Kuomba tunaomba less than 20 minutes, tunafaa tuombe 1 hour. Me, I like prayers. 22 verse 54. Verse Yes, hii ni historia ya Petro. Verse 54 inasemaje? Luka 2 verse 54. Wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu, na Petro alimfuata kwa karibu. Huyu ni Yesu alikuwa amekamatwa, na Petro akamfuata. Na walipokwisha washa moto wa katikati ya kiwanja, waliketi pamoja naye. Petro akaketi yao. Ndipo mjakasi mmoja akamuona ameketi, akazia macho, sema, na huyu alikuwa pamoja naye, Bwana, simjui. Baadaye kitabu mtu mwingine alimuona, sema, wewe nawe mmoja wao. Petro akasema, mtu si mimi. Yapata saa moja, halafu yapata saa moja alikasa kusema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa huyo yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, mtu sijui usemaro. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni historia ya Petro, na ni historia tunaielewa sana. Na hii mambo ya Petro, ukisoma hapo chini mpaka ufikise, kama ukiteremuka 61 huko, Bwana akageuka akamtazama Petro, akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona historia
ambayo ni ya Petro, ambaye alikuwa anamkana Yesu. Petro alikuwa ameapa hapo mwanzo, akasema hata acha Yesu, hata kama ni nini, hata kama ni kukufa watakufa pamoja. Kwa hivyo Yesu aliambia Petro, utanikana, kwa sababu Yesu alikuwa nabii na alikuwa anajua yote yatatokea. Ni kwa sababu ile kazi Yesu alikuja kufanya hakuna mwanadamu angeweza, hakuna malaika angeweza. So Petro hangeiweza. Yesu alikuwa anajua hata iweza. Na wakati alikuwa anaulizwa, mnafanana na huyu? Anasema no. Mlikuwa na yeye? Anasema hapana. Na wakati mara ya tatu jogoo ikawika, Petro akakumbuka vile alimkana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Watu kutoka hapo, Yesu akachukuliwa, akasulubiwa, Petro akabaki. Maandiko inasema Petro alirudi kufua samaki. Kuna hatari ya kukana Yesu. Watu wakamkenjeli, watu walikuwa wanaona Petro akiwa mtu wa nguvu, mtu wa maana. Petro akapatwa na aibu kwa sababu ya kumkana Yesu. Hagekaa na waokole tena, hagekaa na wanafunzi tena, hagekaa na watu wameokoka tena, hagekaa na watu ambao walikuwa wanatembea na Yesu kwa sababu ya kumkana Yesu. Na ndipo akaamua kurudi kwa ile kazi alikuwa anafanya ya zamani. Akaenda akachukua nyafu zake, akaanza kufua samaki kwa sababu ya maneno ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Yesu anafufuka, ukisoma historia kuhusu Bible, katika Bible, Yesu anasema muende muambie wanafunzi wangu tupatane Galilaya, na mumwambie Peter. Kwa nini hakuwa included katika wanafunzi? Kwa sababu alikuwa amejikataa, kwa sababu alikuwa amemkana Yesu, na hakuwa ako katika hii group. Na ukisoma ndio Yesu anaenda anamuuliza maswali kuhusu anamuuliza Petro, unanipenda? Mara tatu ili alikana Yesu. Yesu alimuuliza mara tatu. Wakati hiyo watu walikuwa wanaona mtu mwenye hafai. Wakati Yesu alifufuka, alikuwa naona priest. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa naona mchungaji. Sisi tukisema huyu mtu hafai, Yesu alikuwa naona Petro ni mchungaji. Wakati tunasema Petro ameisha, Yesu alikuwa naona mtu atashika kanisa. Wakati watu walikuwa wanasema Petro ameisha, Yesu anaona mwamba mwenye utawekelewa kanisa, na ni mtu mwenye alimkana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anaweza badilisha historia yako. Yesu anaweza badilisha majina yote umeitwa na watu. Yesu anaweza badilisha majina yote shetani amekupa, amepatia familia yenu. Yesu anaweza badilisha, bora umuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Petro alikuwa amekaa pale. Maandiko inasema Yesu wakati alifika baharini, Petro akamuona alikuwa uchi, akaingia kwa maji. Na saa hiyo Yesu ndiye anamuendea kumrudisha mahali pake, mahali anafaa kukaa. Siku ya leo, hata kama wewe umetoka katika uwepo wa Mungu, Mungu anakutafuta, anakurudisha. Tunaweza pitia mambo magumu, ujiulize maswali, ninaomba na sijibiwi. Mungu amekuja kukurudisha katika eneo lako. Bwana Yesu apewe sifa. Petro, watu waliona mtu hafai, na Yesu akamwambia kanisa litajengwa juu yako. Historia ukisoma, kuna vitabu za historia. Hii kanisa la Catholic limeenea sana kupitia historia. Licha ya watu wameokoka, tunaonaga ni kama hawajaokoka. Lakini kuna vitu mbili zimefanya kanisa ya Catholic, ama vitu tatu, CNN. Na hiyo kanisa imeshika dunia. Number 1, kanisa la Catholic ni serikali. Ndio kanisa pekee liko na president na ni kuhani dunia mzima. Pope akikuja Kenya atarakiwa na kuhani na atarakiwa na president, kwa sababu ni president wa Rome. Kwa hivyo ni serikali. Kwa hivyo kanisa zote za Catholic, hata sikiokota sadaka lazima iende Rome, kwa sababu ni serikali yao. Lakini ukifuata historia,
waliua Yesu, kwa sababu walikuwa ndio wenye empire yenye ilikuwa inatawala dunia. Ilikuwa inaitwa Roman Empire. Roman Empire ilikuwa katili, ilikuwa inaua watu na hakuna mfalme angeinuka. Imemalizika juzi. Na hao wakiwa empire ndio waliua messenger, wakabeba message. Kwa hivyo wao ndio kuna historia ya Bible, kwa sababu walikuwa wanakomesa dunia mzima, wakaenda Israel, wakachukua vitabu zote, wakaziweka katika historia, nyumba zao za historia, wakaanza kusichambua, na wao ndio waliua Yesu. Kwa hivyo wakabeba message. That's why unaonaga hiyo kanisa hata iko na watu wengi sana, kwa sababu kuna misingi waliweka. Number 3, wakati Petro alienda kuhubiri kule Rome, alikuwa anaenda kila nchi, anaenda. And that's why wanasemaga Petro ndio popu wa kwanza. Wao mapopu hawaoi na mafadha hawaoi, lakini tunasoma maandiko, tunaona Yesu aliponya mama mkwe wa Petro. Kwa hivyo wakati Petro alienda pale Rome, walimshika kwa sababu injili ilianza kwenda. Unajua wale Rome hawakuwa wanaamini injili, walikuwa wanaamini miungu. Na ndio unaonaga hata kalenda yetu iko na miungu ndani yake, kwa sababu hizi miezi ni miungu. Akina June, akina what, even ni Monday, Tuesday ni Monday, walikuwa wanaamini miungu. And that's why unafaa kuomba every day, kwa sababu Monday usipoomba na usipoweka Mungu mbele, unaongozwa na Mungu wao ambao ni Monday. Kuna Sunday. Hizo miungu yote mpaka August ni miungu, kwa sababu hii kalenda tunatumia ni ya empire ya Rome. And that's why tunahitaji kuomba sana. Wakati Petro alienda pale Rome, walimshika wakamuua na wakamuzika katika tomb moja hapo, na wakasahau na wakasema injili imeisha. Lakini kuna mfalme mmoja alianza kuona kasi na kuona injili, akaokoka. Na wakati aliokoka, na hapo ndipo walibadilisha, mpaka Yesu hakuwa anasherekewa, kwa sababu walikuwa wanamdharau. Walikuwa wanasema Yesu ni mtu mweusi. Picha zilikuwa zinachorwa Yesu akiwa mweusi, walikuwa wanamdharau. Lakini day by day kasi ya Yesu ikaanza kuonekana, kasi ya msalaba ikaanza kuonekana, na mfalme mmoja akaokoka, alikuwa wa empire hiyo. Na wakati aliokoka, ndipo walipeana siku ya Christmas, akasema Yesu atakuwa kiabudiwa hapo. Yani ama siku ya kukumbuka Yesu ni 25th. Na akasema hakutakuwa kukisherekewa. Huyo mtu alikuwa anasherekewa hapo, alikuwa anaitwa Tamusu. Wakasema hapo ni Yesu atakuwa kisherekewa hapo. Ni kwa sababu ile kasi Yesu amefanya, na ile mambo Yesu inaonekana imefanyika, sio mambo ya kawaida. Kwa hivyo wakaenda wakajenga kanisa. Vatican ilijengwa juu ya kaburi ya Petro. Hata wa leo Vatican iko katika ama iko juu ya kaburi la Petro, na ndio hapo walishika dunia. Ninataka kusema nini? Watu wanaweza kukudharau, hata wakuzike, hata kama sio umekufa wakakuzika. Ninasema kuzika mambo yako, lakini Mungu anaweza fanya wakuja wakutafute. Tunakumbuka yule, I think ni Yefitha, alikataliwa kwao kwa sababu mama yake alikuwa maraya, lakini watu walienda kumtafuta ili akuja wapiganie, na akawaambia waape, kwa sababu historia yako ni tofauti na vile Mungu anakuona. Mungu anakuona mtu wa ajabu. Mungu anakuona ukiwa mtu mkubwa. Mungu anakuona mtu unaweza songa mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tumalizie hapa na kitabu cha Exodus. Tutarudi huko Old Testament. Turudi kitabu cha Exodus, ni Kutoka. Exodus 4. Exodus 4 verse 10. Inasema nini Exodus 4? Kutoka ndio Exodus chapter number 4 verse 10. Musa akamwambia Bwana, Bwana,
mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu. Same book, chapter 6, verse 12. Musa akanena mbele ya Bwana akasema, tazama, hao wana wa Israeli hawakunisikiza mimi, basi huyo Farao atanisikizaje mimi niliye na midomo isiyo tohara? Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni Musa, historia yake tunaielewa. Ya kwamba wakati aliitwa na Mungu, yeye aliona Mungu anataka akufe. Kwa sababu alikuwa anajua aliua mtu. Alafu Mungu anamwambia rudi Misri. Kwa hivyo akaleta vipingamizi mingi asiende. Na Mungu akamwambia utaenda. Na ndipo sasa wakati walikuwa wanamalizana na Mungu, akamwambia mimi midomo yangu. Musa alikuwaga stamara, hagemaliza maneno. Na Musa alikuwa anatoa visababu kwa Mungu. Chapter 6 akaendelea kusema midomo yake sio tohara. Midomo ambayo sio tohara ni kusema ni mtu reckless akiongea, ni mtu anaweza ongea anything, ni mtu hana tabia. Kwa hivyo Musa alikuwa anajua mdomo yake inaweza toa anything, na Mungu anamtuma kwa Farao. Kwa hivyo akiongea vile anaongeaga na hasira atakufa, na alikuwa anatoa visababu ili asiende kwa Farao. Chapter 7 verse 1. Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Bwana Yesu apewe sifa. Ninasema nini? Wakati Musa alikuwa anajidharau, alikuwa naona Mungu anamjaribu aende Farao akakubuke vile aliua mtu pale, na ni mtu alikuwa amekaa Paris. Kwa hivyo historia ya Musa ilikuwa Paris, na Mungu akamwambia huko nyuma, wale watu walikuwa wanakutafuta wote nimewaua, kwa hivyo rudi pale. Na Mungu wakati anaongea na Musa, Mungu alikuwa naona Musa mtu ambaye atakare the vision of God, vision yake. And ukisoma hapa maandiko inasema nimekufanya wewe, sio nitakufanya. Tayari ya saa mfanya. Nimekufanya wewe kuwa kama Mungu. Kama Mungu. Sio small m. Mungu. Yani Mungu ametoa ukubwa wake, amempa Musa. Kwa hivyo Musa wakati alikuwa anajidharau, wakati pale watu walikuwa wanakumbuka muuaji, wakati watu walikuwa wanaona mtu hafai, wakati watu walikuwa wanaona mtu ambaye anafaa kupigwa na mawe, mtu ambaye anafaa kupelekwa kwa njera, mtu anafaa kuhukumiwa treason na serikali ya Farao, Mungu anaona Mungu, mtu ambaye ataenda mbele na kusimama na watu watabue kuna Mungu aishie milele. Bwana Yesu apewe sifa. My friend, my people, usiwahi jidharau, usiwahi ona hufai, usiwahi ona maisha yako ni imefika mwisho. Mungu anasema hata shida ikikuja atatuinua juu ya shida. Wakati Mungu aliambia Noa jenga safina, wakati kulikuwa kunanyesha, hakuna mtu alikuwa naelewa safina itafanya kazi aje. Watu waliambiwa walete miti, watu waliambiwa mambo mingi wakakataa, hata akawaambia waingie, lakini wakakataa. Wakasema mvua ikianza ndio nitafunga duka yangu, biashara yangu, nikimbie kwa sababu safina imejengwa na bao, tutafuja mlango na tutaingia. Lakini wakati mvua ilianza, Mungu aliambia Noa, usifunge mlango wa safina, ni mimi nitafunga. Hakuna mtu alikuwa naelewa miujiza ya Mungu. Wakati Mungu alifunga hiyo safina, hata ushike hiyo safina ulikuwa unagongwa na lightning, unaisha hapo hapo, kwa sababu ni Mungu alikuwa anajua vile itawaka. Alafu hiyo safina ikainuliwa na maji. Watu wa Mungu wanainuliwa kwa hivyo. Watu wa Mungu huinuliwa namna hiyo. Ninasema nini siku ya leo? Usiwahi jidharau. Usione kama huwezi fika mahali.
Usiwaiona ni kama watoto wako hawatafika mahali. Usiwaiona ati umetumikia Mungu ati uishe nguvu. Huyu Musa alikuwa naona akirudi pale atakufa. Lakini hata Farao na ufarume wake na serikali yake walitabua hapa kuna kitu ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Mungu tayari alikuwa amemfanya kuwa Mungu. Siku ya leo ningeomba Mungu na ninaomba Mungu ya kwamba shida ambazo zimekukabili, Mungu akufanye Mungu katika yale mambo unapitia, na yakatakutii na njia zitafunguka na Mungu atakuonekania. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awabariki. Kiongozi wa ibada, karibu sana. Ninashukuru sana kwa sababu ya neno la Mungu. Karibu our mom, tumpigie makofi akija.